Je, unahitaji taarifa kamili na uchambuzi wa ndani zaidi? Jiunge sasa katika grupu letu la WhatsApp kwa malipo nafuu kabisa. Utapata uchambuzi wa kila siku, mchana na jioni, update za dunia kwa haraka zaidi, fursa ya kumuuliza maswali Rahby papo hapo na kupata majibu ya haraka zaidi kutoka kwake. Usikose nafasi hii adhimu. Jiunge sasa na uwe mbele ya taarifa kuliko wengine. Tupigie kwa simu namba 0654467177 au tuandikie ujumbe ni unge na Rahby. Tutakuunga moja kwa moja. Rahby Digital, haki na ukweli. Nimeona ugomvi wa Marekani na Ulaya kama unakolea. Yes, unakolea na Zelensky amewasilisha rasmi mpango wa Ulaya. Kuna mazungumzo ya simu yalifanyika jana kati ya viongozi watatu wale wa E3 pamoja na Donald Trump, lakini hawakutoa wazi nini walichokizungumza. Huku Ukraine ikiwasilisha mpango mpya kwa Marekani ambao inaonekana kama Marekani anaupokea tu, lakini kama hautaki, yani anaupokea kwa sababu tufanye nini? Mpango ambao umerekebishwa na washirika wa Ulaya wakitaka mabadiliko kwenye vifungu vingi, na ni mpango ambao unajua kabisa kuwa unakwenda wapi unaishia wapi, kwa sababu hautoenda mbali sana. Urusi wataukataa huo mpango, kwa hiyo watarudi pale pale walipoanzia, na hasira ya Marekani huenda ikazidi kwa Ulaya, kwa sababu hivi karibuni imejidhihirisha wazi, licha ya kuwa kwa mwanzo ilianza kama kuonyesha. Unakumbuka kuna mkutano mmoja ulifanyika kati ya ilikuwa ni NATO nadhani, alikuwa amealikwa makamu wa rais J.D. Vance wa Marekani. Ilikuwa mwezi Septemba, nakumbuka, kule Munich, Ujerumani. Aliwashambulia Ulaya hadharani pale kuwa nchi zao zinavyoendeshwa, ustaarabu wao ulivyoporomoka. Vance ni mtu ambaye unaweza kusema anacheza na biti. Kwa vijana wanakuambia unacheza na biti, yani unaenda na midundo, kwa sababu Vance anataka kumrithi Trump akiwa makamu wa rais. Anataka kumrithi Trump, lakini kutibuana na Trump hivi sasa kutakuweka kwenye nafasi mbaya zaidi. Ukikumbuka kuwa awamu ya kwanza ya Trump, moja ya watu ambao walikuwa wakimpinga sana Trump alikuwa ni J.D. Vance. Moja ya watu waliompinga sana Trump. Lakini baada ya awamu ya kwanza ya Trump kuondoka, Vance alivyoanza kugombea nafasi, nadhani ilikuwa ya ugavana, alisaidiwa na Trump, akabadili toni. Kuanzia hapo akawa mfuasi wa Trump. Kwa hiyo hata zile sera alizokuwa akizungumza awali zikageuka, akawa chawa wa Trump. Kwa hiyo anajua kuishi na Trump kwenye njia zake. Na mara kadhaa huwa nawaambia, ukiona kiongozi wa pembeni anazungumza kitu fulani kushutumu mwingine, kama vile nilivyokuwa nikiwaambia kuhusu Dmitry Medvedev wa Urusi, alichokuwa akizungumza dhidi ya Marekani na Trump, fahamu kabisa hayo ndio mazungumzo wanaoyazungumza faraghani akiwa na bosi wake. Ndio maana malumbano ya Trump na Medvedev, Putin hakuingilia wala hakumzuia Medvedev kuacha, aliacha wararuane, endelea. Ndio kitu ambacho Vance aliwashambulia Ulaya, kwa sababu ndio wanaoyazungumza faraghani na Trump. Yani anafahamu bosi wake mwelekeo wake, yani anafahamu bosi wake njia anazopita. Niliwahi kuambia kuhusu kuwa nchi za Kiarabu zimekuwa dhaifu zikatekwa, lakini niliwahi kuambia kuwa kama utatazama jicho la Waarabu kutekwa na kuwa mamluki wa Amerika, basi bado hujaitazama Ulaya. Hakuna nchi ambazo zinaishi kama slavery kabisa, yani nchi ambazo zinaishi kama za kitumwa kama nchi za Ulaya. Yani Ulaya ni makoloni ya Marekani ambayo hayana sauti, hayana uamuzi, hayana lolote. Ndio maana Trump anavyowatukana au anavyowatolea maneno ya kifedhuli Ulaya, nyinyi nchi dhaifu, msiojitambua, uongozi wenu sijua ni nini na nini, si kwa bahati mbaya.
anajua kabisa uwezo wao unapoanza na unapoishia. Nchi nyingi za Ulaya ziko kwenye mikataba mingi ya Marekani ya ulinzi na usalama kwa miaka mingi. Kwa hiyo Marekani anaposema kuwa hawa ni dhaifu, hawana lolote, nimekuwa nikiwaambia mfano kile kitu kinaitwa NATO. Ukisema NATO watakwambia kuwa ni muunganiko wa nchi sijui karibu 32 sasa hivi. Lakini in reality NATO ni Amerika, sio hao wengine. NATO ni Marekani. Ndio maana niliwaambia wakati Joe Biden alivyoipa Kenya hadhi ya NATO hakushauriana na NATO. Juzi Trump alivyoipa Saudi Arabia hadhi hiyo hakushauriana na washirika wa NATO. Aliamua tu kuwa huyu atakuwa mshirika wa NATO kutoka upande fulani. Na ukienda ukichukua listi ya nchi karibu zote ambazo kuwa ni washirika wa NATO, sijui Pakistan, Bahrain, ni nchi rafiki za Marekani, sio nchi rafiki za Ulaya au washirika wengine wa NATO. Yaani wewe mshirika wa NATO mwingine, hata kama una nchi ni rafiki yako, wewe huna mamlaka ya kuifanya kuwa hii nchi iwe ni mshirika wa NATO. Mamlaka hayo anayo Marekani peke yake. Kwa hiyo unakaa unajua kabisa NATO ni Marekani. Sasa jinsi Trump anavyowashambulia Ulaya katika kipindi hiki kuna beba taswira na nadharia nyingi. Kuna jicho moja unaweza ukalitazama, mfano Ulaya wanavyotembea na Ukraine. Trump anawaambia nyinyi wenyewe hamwezi kumlinda, hamwezi kusaidia lolote, hamwezi kufanya chochote, alafu mnajifanya mnataka kumlinda hali ya kuwa nyinyi wenyewe mnategemea ulinzi wetu. Mabilioni ya fedha wanalipa kwa ajili ya ulinzi wa Marekani. Sasa kama mtu anakulinda, anajua uwezo wako kuwa mpaka umeamua kuja nikulinde, we huna uwezo wa kujilinda. Kwa hiyo nikikuita dhaifu, utakubali. Sasa kumekuwa na mchanganyiko. Angalia pia jinsi Trump anavyoivuruga Ulaya. Kwa miaka ya karibuni, kwa mabadiliko makubwa ambayo mfano yametokea Ulaya kumekuwa na mabadiliko makubwa sana na wimbi kubwa sana la harakati za right wing. Harakati za watu wa mrengo wa kulia. Na mrengo mara nyingi nazungumza, lakini watu wananiuliza mrengo ni nini? Mrengo wa kulia ni wahafidhina. Unaweza kusema ingekuwa mwananchi unaweza kusema mzalendo, ndio unaweza kusema wazalendo. Hao ndio wanaitwa right wing, yani watu wafia nchi ndio wanaitwa hao right wing. Sasa ukiangalia mabadiliko ambayo yametokea Ulaya hivi karibuni, yametokea Ulaya hivi karibuni hayo mabadiliko, mfano wastani miaka 5 mpaka 6. Angalia mabadiliko ya nafasi, angalia mabadiliko ya serikali za Ulaya na mwelekeo wa Ulaya. Vyama vya mrengo wa kulia jinsi vilivyoshika kasi. Italia, nakumbuka mlichokiona kina Meloni huko. Lakini kilichotokea Ufaransa mpaka kurudia uchaguzi ilikuwa kwenye bunge la Ulaya, wakati inaonekana vyama vya mrengo wa kulia vilifanya vizuri sana mpaka Macron ikabidi arudie. Lakini nenda kaangalia nini kinaendelea Netherlands, Austria. Vyama vya mrengo wa kulia vinaonekana kushika kasi. Poland, vyama vya mrengo wa kulia. Trump anasapoti vyama vya mrengo wa kulia Ulaya yote, na anashindana na hawa wenye vyama vya mrengo wa kushoto na vyama vya mrengo wa kati, ambavyo kuwa mfumo wa serikali nyingi za Ulaya ulivyosetiwa umesetiwa kwenye vyama vya mrengo wa kati. Trump anasapoti vyama vya mrengo wa kulia, vita nyingine ambayo anapigana nayo hapo. Usisahau kuwa awamu ya kwanza ya Trump hakuwa na maelewano pia na Ulaya. Wakati anafanya kampeni na Joe Biden, alishambuliwa sana na Ulaya. Na Ulaya walifanya kampeni kubwa kuhakikisha Trump anashindwa uchaguzi wa Joe Biden. Kwa hiyo hilo pia nalo lenyewe liko kwenye kichwa cha Trump, kuwa hawa ndio pia waliosababisha mimi nishindwe kwenye ule uchaguzi, akiwemo Zelensky. Niliwahi kuambia hoja ya Zelensky ni katika moja ya hoja ambazo zilimporomosha sana Donald Trump kwenye kampeni yake ya uchaguzi na Joe Biden. Naweza kusema kama kuna point au kama kuna asilimia kubwa zilizosababisha Donald Trump ashindwe uchaguzi ule na Joe Biden, ilikuwa ni mgogoro wake na Ukraine. Kwa sababu mgogoro wake na Ukraine ulienda mbali zaidi. Na Ukraine ipi? Ukraine ya Zelensky, akiwepo Zelensky. Mgogoro wao ulikwenda mbali zaidi, alivyotaka apewe dokumenti za siri za serikali ya Ukraine kwa ajili ya mtoto wa Joe Biden ambaye kampuni zake zilikuwa zinafanya kazi kule, na huyu Zelensky alimnyima. Baada ya kumnyima, Trump aliamua kukata usaidizi wote wa Marekani kwa Ukraine. Bunge la chini likiwa na Nancy Pelosi wakamwambia no, hapa unataka kuchanganya vitu, likamuimpeach.
wakamfungulia mashtaka na kesi yake na kila kitu, uchunguzi ilikuwa imebaki kidogo aondolewe kwenye nafasi ya urais, kama sio maseneta kumnusuru ambao wengi walikuwa wa Republican. Hivyo vyote vinasoma kwenye kichwa cha Trump. Kwa hiyo ukiona vita hii ya Marekani na Ulaya hivi sasa sio vita mpya. Marekani alianzisha au Ulaya walianzisha wakati wa Trump, wakati kwa Trump amekuja kulipa kisasi. Anaingia anawalazimisha Ulaya sasa wabebe mzigo mkubwa ili watikise chumi zao. Ndio aliwaondolea ile kitu kinaitwa kuwa 3% ya pato la nchi ndio litumike kwenye masuala ya kijeshi. Anasema no, ulinzi wa NATO sasa nchi zote zitatakiwa kutoa 5% ya pato la nchi yao. 5%. Uingereza mpaka wameondoa fedha walizokuwa wanaleta Afrika kwenye miradi ya shule, elimu na afya. Wameondoa Uingereza. Kuanzia mwaka wale wanaopokea misaada wanafahamu hii story. Uingereza imeondoa kuleta Afrika hizo fedha. Wanapeleka wapi? Wanaenda kufidia kwenye military. Wanaenda kufidia ile 5% ambayo Trump ameagiza. Sasa unaenda kufidia 5% ambayo ni fedha ambayo unaongeza kwenye matumizi ya kijeshi, ambayo kwa 80% ya vifaa vya kijeshi wote wataagiza Marekani. Mmewaelewa hawa watumwa? Yani Ulaya ndio bara ambalo ni watumwa kuliko bara jingine. Ulaya ni bara ambalo halina sauti ya kukosoa. Yani bora hata viongozi wengine sehemu nyingine wanamnyoshea kidole Trump, hatukubali, lakini Ulaya wakiambiwa nyuma geuka wote nyuma geuka, mbele tembea wote mbele tembea. Hakuna kabisa. Sasa na iangalia hii vurugu inaenda kuishia wapi. Unajua wakati Marekani anapiga bla bla zake duniani huku na huku, Uchina mwenzake anapita, anakwenda, anaendelea na biashara zake. Sasa Trump anapotaka kuanza kushika kasi, kwa sababu kwanza ameingia akaenda kutafuta wapi vyanzo. Yani unajua amepata vyanzo sehemu mbalimbali, kaenda kwa Arabu kapata matilioni ya dola huko. Sasa kaenda Ukraine kasaini makubaliano ya kuchukua madini, lakini sasa bado haijafika kwa sababu hajamaliza matatizo. Halafu sehemu nyingine ambayo anahisi kuwa atachota na akae vizuri ni sehemu anaonekana kabisa wale anaowalinda ndio wanamwekea upaja Ulaya, Ukraine, kwa sababu wanaomkwamisha Marekani kuanza operesheni zake ndani ya ardhi ya Ukraine kuchukua madini ya Ukraine ni Ulaya. Kwa sababu gani? Marekani kaisha ipa ushindi Urusi wa mezani, chukua ushindi. Wanayezuia ushindi huo ni hiyo kamati gani? Hiyo kamati ya masaa 72 ambayo ndio iko wapi? Iko Ulaya. Wanakataa ushindi wa mezani, wanasema no, lazima tuangalie kwenye VAR hii game imechezwaje, kuna uhalali. Maana inaonekana kuna magoli yamefungwa hapa, watu wameshika, watu wamefanyiwa rafu, magoli yamefungwa. Haiwezekani. Sasa Trump anahakikisha kuwa hii VAR na isambaratisha ili ushindi niliotoa upatikane na mimi nimebeti. Unajua nini? Amecheza kamari. Sasa anataka lazima yeye ashinde afikie madini ya Ukraine. Nani kizingiti? Ulaya. Ndio hizi kashikashi anazowapa Ulaya. Yani Ulaya hawana raha. Ulaya hivi sasa wananong'ona tu pembeni. Ndio maana unaona vyanzo mbalimbali vinachukua taarifa kusema kuwa viongozi wa Ulaya walikuwa wanajadili huko pembeni kuhusu Marekani, kuhusu Ukraine, kuhusu nini, walikuwa wakijadili hayo. Kile anachokiwaza Trump ni business. Ulaya wanawaza kuhusu mustakbali wao na nafasi zao za uongozi wao na watawajibu nini raia wao. Trump yeye hajaishi kwenye hiyo njia. Trump yuko kwenye njia nyingine kabisa ambayo anaishi tofauti na Ulaya wanavyoishi. Sasa huu gomvi wa Ulaya na Marekani, ngoja tuendelee kununua popcorn, kwa sababu niliwahi kuambia kipindi cha nyuma kuwa moja ya ugomvi ambao huwa unanivutia sana ni huwa Ulaya. Niliwahi kuambia kwa sababu hawa wote hawana heri kwetu, na niliwahi kuambia mgogoro wa Marekani na Ulaya ni bora sana kwetu, kwa sababu unajua adui akisambaratika, adui akikosa nguvu, wengine mnapumua. Awali walikuwa akiamua kutupiga sanction baba, yani wakitupiga sanction, unajua upuuzi kuwa Marekani akikulamba sanction, yani akikupiga vikwazo Marekani, hawa Ulaya wanaingia automatically tu. Yani wakipigwa vikwazo na Marekani, yani wale Ulaya wanaingia moja kwa moja. Hadi Dubai wataingia, hadi washirika wa karibu wanaingia kuwa wewe umepigwa vikwazo na Marekani, hustahili hata kwetu. Lakini kama Ulaya na Marekani wameparaganyika, tunapata pa kupumua. Hamna, yani kile kiboko hakiumizi sana. Hata ukitandiko
kimoja tu, lakini unatandikwa viboko 20 kwa wakati mmoja, vinauma. Ndio maana huwa nawaambia hakuna ugomvi mzuri kwangu unanivutia kama ugomvi wa Marekani na Ulaya, na mara nyingi nawaambia kuwa tieni ubani tu uzidi huo ugomvi, kwa sababu utakuja kutuweka huru sisi. Ni ugomvi ambao unakuja kutuweka huru sisi, kwa sababu wanapoparurana huwa wanakimbilia kwetu kutafuta uungwaji mkono. Angalia mzozo wa Urusi na Ukraine, walivyoanza kuparurana wao wakaanza kukimbia, kila mmoja anaenda upande wa pili, niunge mkono mimi, niunge mkono mimi. Yani hata wewe unaonekana wakiwa wamoja, wanachowaza ni kukuminya na kukupora na kukuibia na kukudhulumu. Ndio wanachokiwaza. Ukipinga wanashirikiana kukuwekea vikwazo, ukikataa hivyo wanafanya, lakini wakisha paraganyika wewe unapumua. Kwa hiyo endeleeni kutia ubani kwenye hilo. Sasa nimeona jana taarifa ambayo inazunguka sana kwenye vyombo vya habari. Nimeiona. Na hata vyombo kadhaa vya kibongo naona vimeiandika hii taarifa ya ICC. Ngoja nikusomee inasemaje. Inasema Washington inaishinikiza mahakama ya kimataifa ya jinai ICC kurekebisha sheria yake ya msingi ili kuzuia jaribio lolote la baadaye la kumshtaki rais wa Marekani Donald Trump au maafisa wake wakuu. Hii taarifa imeripotiwa kutoka Reuters. ICC ambayo iliundwa mwaka 2002 chini ya mkataba na sheria ya Rome ili kushtaki mauaji ya kimbari, uhalifu wa kivita, uhalifu dhidi ya ubinadamu, hadi sasa ni nchi 125 zimeridhia mkataba huo na ni wanachama kamili wa mahakama hiyo. Hata hivyo, mataifa makubwa duniani ikiwa pamoja na Urusi, Uchina, India, Marekani na hata Israeli hayajasaini au hayajaridhia makubaliano hayo, wala sio wanachama wa mahakama hiyo. Utawala unaogopa kwamba mahakama inaweza kuchukua hatua dhidi ya Donald Trump, makamu wa rais JD Vance, katibu wa vita Peter Hegseth na wengine baada ya Trump kuondoka madarakani mwaka 2029. Kulingana na afisa mmoja mkuu, chanzo hicho hakikubainisha ni masuala gani yanaweza kusababisha mashtaka, lakini kilisisitiza kwamba sheria ya Rome lazima irekebishwe ili kusema wazi kwamba ICC haina mamlaka ya kufuatilia. Ikiwa mahakama itakataa kuchukua hatua, Washington inaweza kuidhinisha ICC kama taasisi na kuvuruga vikali shughuli zake, na chombo hicho kilidai. Kulingana na Reuters, uchunguzi wa baadaye wa ICC unaweza kujumuisha kampeni ya kijeshi ya Marekani katika Caribbean na pwani ya Pasifiki ya Amerika ya Kusini, ambapo vikosi vya Marekani vimefanya mashambulizi mabaya kwenye meli zinazoshukiwa kuwa za dawa za kulevya na kuua zaidi ya watu 80. Mwaka jana ICC ilitoa hati za kukamatwa kwa waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu na waziri wa zamani wa ulinzi Yoav Gallant kutokana na madai ya uhalifu wa kivita huko Gaza. Mahakama inatambua Palestina kama mwanachama, ambaye inasema inatoa mamlaka ya juu ya madai ya uhalifu uliofanywa katika eneo hilo. Utawala wa Trump wenyewe umedumisha uungwaji mkono mkubwa kwa kisiasa wa kijeshi na Israel katika kipindi chote cha mzozo. Washington pia inaripotiwa kuishinikiza ICC kuacha uchunguzi wake wa maafisa wa Israeli na kufunga rasmi uchunguzi wa awali kuhusu mwenendo wa vikosi vya Marekani nchini Afghanistan. Marekani hapo awali iliwekea vikwazo vya kiuchumi na marufuku ya visa kwa majaji na waendesha mashtaka wa ICC. Umeelewa Trump anachokitafuta? Umeelewa Trump anachokitafuta? Kutoka katika nchi ambayo tunaambiwa ina demokrasia kubwa sana duniani, Marekani anaipiga mkwara ICC kuwa ni marufuku kuja kutuchunguza sisi. Umeelewa? Ndio maana huwa nawaambia hatuwezi kutatua matatizo yetu kwa kuwatumia hawa wasioheshimu haki. Haiwezekani. Na tufanye kampeni kubwa sana kuzuia hii mahakama isifanye kazi kabisa, kama haiwezi kufanya kazi ilivyokusudiwa, kwa sababu ni mahakama inayochagua imkamate nani, isimkamate nani. Licha ya kuwa mahakama inatoa hati za kukamatwa wote katika muktadha ule wa kisheria, lakini tunaona hakuna kampeni mahsusi ya ulimwengu kuamua kuitetea mahakama kuwa lazima sheria ziheshimiwe. Wale viongozi wa Ulaya ambao mara zote hukemea wengine, mahakama ya ICC imepigwa vikwazo na Marekani kila kona, lakini wameshindwa hata kusema kumwambia Marekani no, haiwezekani. Hii ni mahakama tulioiunda ulimwenguni kwa ajili ya kusimamia haki.
Kwa nini kama ulitenda haki hutaki uchunguzi ufanyike? Fatou Bensouda alitishiwa kuuawa, maisha yake, aliyokuwa mwendesha mashtaka yule mwanamama yule wa Gambia alitishiwa. Ocampo alianzisha siku nyingi toka wakati wa Afghanistan, lakini huyu Fatou alianzisha uchunguzi wa vikosi vya Marekani vilikuwa vinafanya nini Iraki, akawekwa vikwazo. Leo hii Karim Khan kakutana na hilo kuwa kapewa skendo, kashutumiwa, kawekewa vikwazo, maafisa wamewekewa vikwazo, mali zao zimetaifishwa, wamezuiwa sijui kuingia wapi, nchi ambayo inaonekana inaisaidia ICC inawekewa vikwazo, sijui nini. Halafu hawa wanakuja kutufundisha sisi cha kufanya. Wana nini? Yani watufundishe nini? Yani watufundishaje sisi? Kuwa no, mnachokifanya sio sahihi kwa sababu nyinyi hamzingatii haki za binadamu, sijui Waafrika weusi wanauawa sana huko na Waafrika weusi wanauawa sana Afrika Kusini, sijui kuna nini kinatokea huko. Yote Trump anayazungumza, lakini kwenye haki ataminya haki na kukandamiza. Kuwa sasa anataka kujilinda kwa kile ambacho kilikuwa kinaendelea wiki iliyopita. Niliwaambieni kulikuwa kuna mjadala siku Trump anasaini makubaliano na kina Kagame na Tshisekedi, ndio siku ambaye viongozi wake walikuwa wamewekwa kitimoto pale ofisi ya Oval, wanahojiwa akiwemo waziri wa vita Peter Hegseth kuwa nini kilitokea kwenye ile boti, kwa sababu inatajwa kuwa Hegseth aliidhinisha mashambulizi ya ndege. Wakati shambulizi la kwanza lilivyotokea, kwa inaonekana kuwa kuna watu walikuwa hawajauawa bado kwenye meli, kwenye ile boti, akaagiza ya pili, akakataa. Lakini Bradley yule msaidizi wake asema kuwa Levin Harvey yule mwanamama msemaji anasema kuwa aliyeidhinisha alikuwa ni Bradley, ambaye ni msaidizi wa pili wa masuala ya kiusalama wa nani, wa Hegseth, na wao wanakataa kuwa vyanzo vinaonekana Hegseth ndio aliidhinisha. Sasa Trump anatafuta kinga dhidi baada ya kutoka madarakani. Kuna tofauti gani anachokifanya Trump na viongozi wetu wa Kiafrika ambao wanajiwekea kinga baada ya kuondoka madarakani wasishtakiwe? Tofauti ikoje? Ndio maana huwa nasema siasa, demokrasia ulimwenguni, nadhani kila watu wafate ya kwao, ile wanayoiona watu wafate, lakini ni vigumu sana kuchukua ya nchi moja tukaipesti nchi nyingine. Haiwezi ikafanya kazi, sababu hakuna tofauti yoyote ya Trump anachokitafuta hivi sasa na kile ambacho kinafanywa na viongozi wa Kiafrika kujiwekea kinga. Akiondoka madarakani hawezi kushtakiwa. Trump anatafuta kinga. Kwa nini wengine hawakuwahi kutafuta? Rahby Digital, haki na ukweli.